بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة، نشكرك يا ذا الجلال والإكرام. ثم الصلاة مع سلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika kila hali. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kukutana katika siku hii tukufu Yaumul Jumu'ah, lakini pia ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab. Ni mimi mtumishi wenu, kijana wenu Ahmed bin Muhammad Kandauma. Mada yetu ya leo, miezi mitukufu. Tuijue miezi mitukufu ili tuweze kupata mafanikio katika ulimwengu wa dunia, lakini pia na ulimwengu wa akhira wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika jamii, jambo la msingi sana, hususan ukiwa Muislamu, ni kutambua siku zako, lakini pia kutambua miezi iliyokuwa mitukufu, miezi ambayo Mwenyezi Mungu anatueleza katika Al-Qur'an Al-Karim, akitufahamisha umma kwa maana tujue ili tuweze kupata mafanikio katika ulimwengu tuliokuwa nao. Miezi ipo mingi sana, lakini ndani ya miezi hiyo kuna miezi mitukufu. Miezi ambayo ukifanya kitu kilichokuwa kizuri, ukifanya matendo yaliyokuwa mazuri, unalipwa mara nyingi zaidi, kwa sababu unafanya matendo ndani ya miezi mitukufu. Lakini pia Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake ametujalia nasi kuwa ni miongoni mwa watu ambao tumewafikiwa kufika katika mwezi wa Rajab, mwezi ambao ni mwezi mtukufu. Lakini pia hili ni 10 la mwishoni, 10 ambalo linaisha katika mwezi huu mtukufu wa mwezi wa Rajab. Ikiwa ulipitiwa kama mwanadamu, lakini pia ikiwa hukujua kama na upo ndani ya mwezi mtukufu, basi ndugu yangu Muislamu, hebu tambua na hebu jua kwamba upo ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab, mwezi ambao ukifanya mambo yaliyokuwa mazuri unalipwa thawabu nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Al-Qur'an Al-Karim, katika sura At-Tauba. Mwenyezi Mungu anatueleza akitufahamisha na kutujulisha kwa maana kuna idadi ya miezi. Katika hiyo idadi ya miezi ipo miezi mitukufu. Allah anatufahamisha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardi minha 4 hurum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika sura At-Tauba, akitueleza idadi ya miezi. Idadi ya miezi ipo miezi 12, lakini ndani ya miezi 12 hiyo iko miezi 4 ambayo ni mitukufu. Katika miongoni mwa miezi hiyo mitukufu, mwezi wa Rajab ni miongoni katika miezi iliyokuwa mitukufu. Ukiweza kutambua hilo, basi tumia nafasi hiyo, tumia wakati huo kutumia nafasi hii iliyokuwa adhimu, kubwa sana, kwa kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda, lakini pia Mwenyezi Mungu anayaridhia, ili tuweze kupata thawabu nyingi katika ulimwengu tuliokuwa nao, lakini pia ili tuweze kupata thawabu ndani ya mwezi huu uliokuwa mwezi mtukufu. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatueleza, wala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala tusifanye dhulma ndani ya miezi hiyo. Ndani yake, maana yake, ndani ya miezi mitukufu tunatakiwa tujichunge sana kuhusiana na suala zima la kufanya madhambi. Kwa maana unapofanya madhambi ndani ya miezi mitukufu, madhambi hayo yanalipwa kiwango kikubwa zaidi. Maana yake unapata dhambi nyingi sana
kwa yule ambaye atakayekuwa anachezea ndani ya miezi mitukufu, akawa anafanya mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu, lakini pia mambo ambayo yanamkera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kufanya hivyo, maana yake anatekeleza utaratibu wa kupata adhabu kubwa sana, kwa sababu amefanya mambo katika mwezi mtukufu, mambo ambayo hayaridhii Mwenyezi Mungu. Lakini pia hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hajatufundisha kwa maana tufanye mambo kama hayo. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao kwa kulijua hilo, walikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakiipupia sana inapofika miezi kama hii mitukufu. Hususan mwezi wa Rajab ni mwezi ambao uko peke yake, lakini pia ile miezi mingine ambayo ni mitatu imefuatana. Hiyo miezi minne Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja ni miezi ambayo mitukufu. Ndani ya miezi hiyo mitukufu uko mwezi wa Rajab, lakini pia upo mwezi ambao unaitwa Dhulqaada, lakini pia upo ndani yake una mwezi unaitwa Muharram, lakini pia uko ndani yake mwezi unaitwa Dhulhijja. Miezi hii mitatu imefuatana, lakini mwezi wa Rajab uko peke yake. Mwezi wa Rajab uko peke yake, mwezi ambao baada ya kutoka Rajab kuna mwezi unaokuja unaitwa Shaaban, lakini ukitoka Shaabani unakuja Ramadhani. Masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, kwa kuliona hili, walikuwa wakiandaa maandalizi ya kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kujiandaa miezi miwili kabla nyuma, lakini pia mpaka miezi mitatu nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wanataraji wakiingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiwa nafsi zao zimesafishika, lakini pia wakiwa wamejikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, ewe ndugu yangu, ebu pata fikra hii, lakini pia ebu yazingatie haya kwa kuliona hili, kwa maana hili ni jambo la msingi, jambo ambalo litakukaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kule kuyatekeleza mambo mabaya, maana yake kuyatekeleza mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi, maana yake huko ni kujiweka mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Ramadhani inahitaji maandalizi ya hali ya juu, na miongoni mwa maandalizi hayo ni kuanzia nyuma ndani ya mwezi mtukufu, mwezi ambao ni Rajab, lakini pia ukayatekeleza mazuri ndani ya mwezi wa Shaabani. Hata ukija kukutana na Ramadhani inakukuta nafsi yako iko sawa sawa, lakini pia na moyo wako umetulizana, kwa sababu uliandaa jambo vizuri. Na siku zote katika mambo yote huwa yanatazamwa mwisho wake. Mwisho ndiyo mambo yote yanakuwa yanatekelezwa kwa utaratibu uliokuwa mzuri. Na ndio maana Allah Tabaraka wa Taala kwa kulijua hili, kwa kuwa alikuwa anatuandaa, kwa maana kipo kitu ambacho tutakachokuja tutakutana nacho, kitu ambacho ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kabla huja kutana nao huo mwezi wa Ramadhani, maana yake kwanza ukutane na mwezi ambao uliokuwa ndani yake una sharafu nyingi, lakini pia uliokuwa umetukuka, mwezi ambao ni mwezi wa Rajab. Rajab ndani yake kuna rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ndani ya mwezi wa Rajab kuna uzuri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ndani ya Rajab kuna baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutufahamisha ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujua kuhusiana na suala zima la mwezi mtukufu wa Rajab. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwa maana miezi ile mitatu ambayo imefungamana, mwezi ambao Dhulqaada, lakini pia Dhulhijja, lakini pia Muharram, miezi hii iko peke yake mitatu. Lakini huu mwezi wa Rajab ni mwezi ambao uliokuwa fardun, ni mwezi ambao uko peke yake. Mwenyezi Mungu kwa nini alifanya hivi? Mwenyezi Mungu kulifanya hili, yapo malengo na yapo makusudio ambayo ameyaweka. Kama Mwenyezi Mungu alituwekea hivyo, maana yake ametuwekea kitu kizuri sana. Na ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwa maana Rajab ni mwezi wa Allah Tabaraka wa Taala. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Shaabani ni mwezi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Mtume anatueleza kwamba Ramadhani ni mwezi wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe ndugu yangu Muislamu ambaye leo hii ulifanya maasi makubwa ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab, inawezekana kuna siku ulifurahi,
Inawezekana kuna siku ulifurahi, lakini ndani ya kufurahi kwako kulikuwa ni kumkera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ima ulifurahia nusu bei, lakini pia inawezekana nusu bei hiyo ya siku moja itakugharimu siku ya Kiyama. Hebu jaribu kulifikiria hilo na ujaribu kulibadilisha hilo. Ukiweza kulibadilisha hilo, utaweza kufanikiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuyabadilisha yale maovu yakawa mema. Ikiwa ulitenda siku moja ovu, lakini ukalitenda ovu hilo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, hebu libadilishe hilo ovu lije kuwa jema. Maana yake ulibadilisha lije kuwa zuri ndani ya mwezi huu, mwezi mtukufu wa Rajab. Ukilifanya hilo, utakuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa umefanikiwa. Lakini pia kudumisha kufanya ibadati mbalimbali. Ikiwezekana ukawa ni mtu wa kuweza kufunga, kwa sababu mwezi wa Rajab bado haujaisha. Lakini pia ukidumisha kusimama usiku kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie takfifu katika maisha yako. Lakini pia kumuomba Mwenyezi Mungu akupe amani na utulivu. Lakini pia lingine ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani ndani ya nchi yetu, tuweze kupata amani iliyokuwa nzuri. Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake na kwa baraka ya mwezi huu mtukufu, mwezi wa Rajab, Mwenyezi Mungu atupe kila yale yaliyokuwa ya kheri. Lakini pia tanbihi kubwa ni kuweza kufanya mambo mazuri. Kama ulikuwa hujatoa sadaka, hebu jitahidi kutoa sadaka. Jitahidi kujilazimisha kutoa sadaka mbalimbali ndani ya mwezi huu mtukufu, mwezi wa Rajab, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe wingi wa thawabu, atulipe Mwenyezi Mungu na atujalie kutuandikia katika vitabu vyetu yale yaliyokuwa mazuri ambayo tuliyatekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Rajab ni mwezi mtukufu, ndugu yangu Muislamu, usije ukausahau. Yamebaki masiku takriban kama 10 au takriban masiku kama 7 au 8. Masiku haya bado yana uwezo wa kukubadilishia yale mabaya yakaja kuwa mazuri. Jitahidi, lakini pia ikandamize nafsi yako ili uweze kufanikiwa katika ulimwengu huu tuliokuwa nao, ulimwengu wa dunia. Lakini pia tukitaraji kupata thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, siku ambayo tutakayekutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyokuwa nzuri, njia ambayo anaipenda Mwenyezi Mungu, lakini pia njia ambayo Mwenyezi Mungu anairidhia. Lakini pia nasi Mwenyezi Mungu aturidhie, lakini pia Mwenyezi Mungu atujalie tupate mwisho mwema katika ulimwengu huu wa dunia. Wama alaina illa albalaghul mubin. Al-afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.